Yes, habari nzuri kwa Watanzania na wapenda soka kiujumla ni baada ya Simba kufuzu katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kuitoa klabu ya Stellenbosch. Sasa hebu tuiangalie RS Berkane ambayo Simba wanaenda kucheza nayo katika mchezo wa fainali ambapo utapigwa Mei 17 na Mei 25 mwaka huu. Renaissance Sportive de Berkane, klabu kutoka nchini Morocco. Tuangalie safari yake mpaka imefika katika hatua ya fainali. Walianza mechi ya raundi ya pili ya hatua ya mtoano wakicheza na FC Daj kutoka nchini Benin. Katika mchezo wa kwanza ugenini, RS Berkane walishinda kwa mabao 2-0. Alafu katika mchezo uliofuata wa nyumbani waliweza kupata ushindi wa mabao 5-0 na kufuzu katika hatua ya makundi. Hata Simba walianzia hiyo hatua ya pili alafu wakaenda hatua ya makundi. Sasa katika hatua ya makundi, mechi yao ya kwanza Berkane walicheza na timu inaitwa Lunda Sul. Lunda Sul inatoka nchini Angola. Katika mchezo ambao walikuwa nyumbani kule nchini Morocco walipata ushindi wa mabao 2-0. Mechi iliyofuata walienda kucheza na Stellenbosch. Berkane na Stellenbosch katika mechi ambayo Stellenbosch alikuwa nyumbani, mechi ya pili ya hatua ya makundi, RS Berkane waliibuka na ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Stellenbosch pale nchini South Africa kwenye mji wa Cape Town. Alafu mechi ya tatu RS Berkane alicheza na Stade Malien. Stade Malien inatoka nchini Mali, klabu maarufu sana nchini Mali. Mchezo wa kwanza ambapo ulichezwa Berkane alikuwa nyumbani, alishinda kwa bao 1-0. Alafu mchezo uliofuata tena wakacheza tena na Stade Malien ambao ni mchezo wa 4 wa hatua ya makundi. Wakashinda tena bao 1-0. Kwa hiyo mara mbili wakashinda bao 1-0 dhidi ya Stade Malien kutoka Mali. Alafu mechi iliyofuata wakaenda kucheza na Lunda Sul kwenye uwanja wa 11 November nchini Angola na waliweza kutoka sare ya bila kufungana 0-0 nchini Angola. Mechi ya mwisho ya RS Berkane kwenye hatua ya makundi walicheza dhidi ya Stellenbosch wakiwa nyumbani katika uwanja wao wa nyumbani. Waliibuka na ushindi wa mabao 5-0 kule nchini Morocco na kufuzu hatua inayofuata ambayo ni hatua ya robo finali. Sasa katika robo finali walikutana na ASEC Mimosa kutoka nchini Ivory Coast. Sasa mechi ya kwanza dhidi ya ASEC Mimosa kule nchini Ivory Coast mjini Abidjan waliibuka na ushindi wa bao 1-0 RS Berkane. Na katika mchezo wa pili nchini Morocco pia waliibuka na ushindi wa bao 1-0 na kuweza kufuzu hatua ya nusu finali. Nusu finali walikutana na CS Constantine ambao walikuwa kundi moja na Simba. Dhidi ya Constantine mchezo wa kwanza nchini Morocco waliibuka na ushindi mnono mabao 4-0 na wakaenda nchini Algeria ili kujaribu kulinda ushindi wao, lakini hawakufanikiwa. Walipoteza kwa bao 1-0 lakini walifanikiwa kufuzu kutokana kwamba mechi ya kwanza walifungwa 4-0, ya pili wakafungwa 1-0, wakawa wamefuzu kwa aggregate ya bao 4-1 dhidi ya CS Constantine. Sasa finali ni wanacheza dhidi ya Simba. Simba ambao tunajua safari yake mpaka imefika finali. Walikuwa kundi moja na Bravos Domakish, walikuwa kundi moja na CS Constantine, pia walikuwa kundi moja na CS Sfaxien. Nadhani matokeo kila mtu anajua, lakini tukijikumbusha kidogo mechi mbili dhidi ya Bravos Domakish, hapa Dar es Salaam Simba alishinda 1-0. Kule Angola mechi ilisha sare ya bao 1-1 katika uwanja 11 November. Mechi dhidi ya CS Sfaxien hapa Dar es Salaam Simba alishinda 2-1, goli la dakika za mwisho la Kibu Dennis. Alafu kule nchini Tunisia Simba alishinda bao 1-0, bao la Jean Charles Ahoua. Mechi mbili dhidi ya Constantine Simba alipoteza mechi ya kwanza kule bao 2-1, lakini alipokuja hapa Dar es Salaam Simba alishinda mabao 2-0. Simba kaenda robo finali dhidi ya Al Masry. Mechi ya kwanza ugenini akapoteza mabao 2-0 nchini Misri. Mechi ya Dar es Salaam Simba akaja akashinda 2-0 na akashinda kwa mikwaju ya penalties. Mechi iliyofuata ambayo ni nusu finali 1-0 jijini Zanzibar, mechi dhidi ya Stellenbosch. Simba alishinda mechi ya kwanza alafu 0-0 kule Durban South Africa katika mechi ya pili. Sasa miamba hii inakutana katika finali ambayo itafanyika mechi ya kwanza itafanyika kule nchini Morocco Mei 17,
na mechi ya pili itafanyika Dar es Salaam Mei 25, ambapo serikali kupitia waziri wa michezo Mheshimiwa Hamis Mwinjuma Mwana FA amesema kwamba wametoa siku 10 mpaka tarehe 10 uwanja wa Benjamin Mkapa uwe tayari kwa matumizi kwa ajili ya mchezo huo wa fainali ambao utafanyika tarehe 25. Leo walikuwa wanafanya ukaguzi, wamekagua eneo la kuchezea, wamewaambia wakandarasi kwamba wahakikishe eneo hilo lisipate itilafu ya kuvuja tena kama katika mchezo dhidi ya Al Masry. Pia maeneo mengine wanapokaa waamuzi pale pembeni ya uwanja na baadhi ya sehemu ambazo inabidi zifanywe marekebisho, uwanja uwe tayari kwa ajili ya fainali hiyo ya tarehe 25 ambayo itafanyika hapa kwa Mkapa. Lakini kitu muhimu kwa Simba kujifunza ni kwamba Simba bado wana deni. Simba wana deni. Kufika fainali ya kombe la shirikisho sio big story sana, bali cha muhimu ni kutoa ubingwa huo na kuandika historia katika hii michuano, kwa sababu katika mashindano yote duniani huwa tunawakumbuka washindi. Huwa tunawakumbuka washindi. Ukitaja leo hii kikosi cha Italia kilichoshinda kombe la dunia, ukiuliza kombe la dunia 2006, tutasema Italy walichukua ubingwa wa kombe la dunia. Tutawakumbuka kina Marco Materazzi, tutawakumbuka kina Zinedine Zidane, kina Andrea Pirlo, kina Filippo Inzaghi. Ukizungumzia bingwa wa AFCON 2014 au 2013, timu ya taifa ya Nigeria Super Eagles, tutazungumzia kina John Obi Mikel, tutazungumzia kina Victor Moses, kina Ahmed Musa na wengine wengi. Kwa hiyo mabingwa huwa ndio wanakumbukwa katika historia, bali timu zinazofika fainali hazikumbukwi sana kama mabingwa. Kwa kwamba Simba kama wanataka kuandika historia ya kweli, basi wanatakiwa wachukue kombe hilo ili majina yao yawepo katika historia ya kombe la shirikisho. Bwana, updates mbalimbali kuhusiana na mchezo huu, michezo ya fainali miwili hii, Simba na RS Berkane, yote tutakuwa nakupa updates hapa. Tutazipitia hizi timu mbili, tutapitia habari mbalimbali kuelekea katika hii michezo miwili ambayo ni ya kufunga kombe la shirikisho mwaka huu. Jina langu ni Gerald Fumbi, hii ni Maleby TV.